Kwa hiyo mdogo wangu, inabidi huko tunakokwenda utulie tuli kama maji mtungi yaliyopo ndani ya mtungi. Waswahili wanasema utulie kama maji mtungini. Machepale sitaki. Na inabidi unifuate chochote utakachokuwa nakifanya. Maana mimi huko sio mgeni, ni mwenyeji. Na usiokope katika maisha. Unajua Mungu aliumba vitu tu tunategemeana. Nitakupa mfano mmoja. Hata wakati Mungu ameiumba ardhi hii ilikuwa haina kitu chochote ambacho kingeweza kuizuia yenyewe. Kwa alichokifanya Mungu, aliumba miamba. Miamba ndio ikashikilia nini? Ardhi. Wakati ajiumba miamba, ardhi ilikuwa inacheza. Wakati huo malaika waliokuwa huko mbinguni wakawa wanatafakari. Sio, unanisikiza kwa makini? Ndio baba. Wakawa wanatafakari, wanasema hivi Mungu ataomba kitu gani ambacho kinaweza kaishikilia ile ardhi? Lakini Mungu kwa ndio muweza wa jambo. Aliumba nini? Miamba. Baada ya kuona malaika, baada ya kuona kwamba ardhi imetulia, unajua walifikiria nini? Walianza kujiwaza, hivi Mungu ni wa aina gani? Ikabidi wamfuate wamuulize, Mungu, hivi kweli tumeona ardhi ni kubwa duniani, lakini umeumba kitu ambacho kimeweza kuizuia? Hivi kuna kitu chochote, kuna kitu kikubwa zaidi ya mwamba? Mungu akachika sana. Unajua alichowaambia? Aliwaambia ndio, kipo. Ikabidi wamuulize kipi? Ikabidi wamuulize kipi? Mungu akawaambia chuma. Wakabaki wasema chuma? Chuma kinafanyaje? Mungu kabidi aanze kuwaeleza kwamba kazi ya chuma inaweza ikavunja mwamba wote ule. Mwamba wote ule unavunja. Sijui upeleke kwenye milima gani, sijui mwamba gani, chuma kinaweza kufanyaje? Kikavunja. Kingine, malaika wakatafakari, wakasema hivi kweli kuna kitu kigumu ambacho kinaweza kitu kigumu na kizito kama chuma? Mungu akacheka sana. Akamwambia kwa nini? Wakasema kwa maana mwamba umeweza kushikilia ardhi ambayo ni kubwa, lakini pamoja na kushikilia kwake inakuja kuvunjwa kwa chuma. Hivi kweli kuna kitu kikubwa kama chuma? Mungu akacheka sana, akamwambia kipo. Akamwambia kipi? Kipi? Si unanisikiliza kwa makini? Ndio nakusikiliza kaka. Mungu akasema kipo. Wakamuuliza kipi? Akamwambia moto. Chuma chote kile dumbukizeni ndani ya moto lazima kitayayuka. Chuma chote kile dumbukizeni ndani ya moto lazima kitayayuka. Malaika wakachanganyikiwa. Wakamuuliza hivi kweli kuna kitu kikubwa zaidi ya moto? Mungu akacheka sana. Akacheka sana. Unajua alichowaambia? Aliwaambia kipo, komesha ya moto ni maji. Malaika wakatafakari wakatoka. Hivi kuna kitu, wakazidi kumuongezea maswali na maswali. Kuna kitu kikubwa zaidi ya maji? Mungu akamwambia kipo. Kipi Mungu? Akamwambia upepo. Upepo una uwezo wa kuhamisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu. Kwa hiyo inabidi wamuulize maswali mengi. Maswali mengi ambao walimuuliza Mungu. Lakini ilikuja kuonekana kwamba Mungu alitengeneza vitu katika mfumo wa kutegemeana, kwa sababu vitu vinategemeana kulingana na mfumo wa kuzidiana. Wewe unamzidi uwezo, mimi namzidi uwezo fulani, kwa vile kile kitu cha kuzidiana uwezo, basi ndio kinatufanya sisi tuweze kufanyaje? Kutegemeana. Sijui umenielewa? Ndio swala hili ndugu wangu usiokope. Wewe umefika na kitu tumefika hapa. Unaona? Chochote akachukua na kifanya, sawa? Chochote akachukua na kifanya nipate mimi. Na usiokope, usio na wasiwasi. Huyu unamwamini ni mtaalamu. Sawa? Ndio. Huyu ni mtaalamu, usiokope. Usiokope, ni mtaalamu. Wala usiokope. Lakini kaka, utafanikiwa kweli huko? Usio na wasiwasi. Wewe umenifuata mimi kwa sababu nina hela, nina mali za kutosha. Hakuna mwingine anaweza kunitengenezea. Ni huyu Runtata. Huyu ndio Runtata, Runtata, changamka mdogo wangu, usiwe kama jongoo. Kuwa kama nyana ruka. Sio unaona mwana ruka. Changamka. Utakafanikiwa lakini utafanikiwa mdogo wangu. Sana. Usiokope mdogo wangu. Usiokope sasa tufika. Sawa. Ulia. Sawa kaka. Hayo. Sawa. Ukae makini nimesema. Ufuate nini? Ndio kaka. Nyenyekevu. Bwaga mwana akampisa. Bwaga mwana akampisa. Bwaga mwana akampisa.
wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia, baloka mulia. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia, baloka mulia. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Karibu, 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 karibu. Asante. Pita, 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 pita. Geuka nyuma. Na unifuate. Kibanga wangulu muliaka mpisa. Kibanga wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia, baloka mulia. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia, baloka mulia. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia, baloka mulia. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia, baloka mulia. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia, baloka mulia. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia, baloka mulia. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia, baloka mulia. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia, baloka mulia. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Ibanga wangulu muliaka mpisa. Baloka mulia, baloka mulia. Baloka mulia. Karibu, 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 karibu. Mtawile. Geuka. Vua viatu hapo. Karibu, 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 karibu. Hapa ndo umefika kwa mtaalamu. Mtata atashindwa na kitu. Karibuni, karibuni. 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 Naam. Tumekuja Luntata. Nimeshajua matatizo yenu tangu kwa mlikotoka. Na huyo hapa ndugu yako. Anataka kuwa kama wewe. Sema Tawile ndio. Tawile. Nataka kuuliza tawaza.